Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 10 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka kukumbushe, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Poland kuwekeza sekta 6 nchini. Samia aishukuru kwa utayari kusaidia ujenzi wa SGR. Habari katika ukurasa wa pili. Tani 5,000 zaidi za sukari zapokelewa, serikali yaondoa kodi yataka usimamizi bei elekezi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mtwara, Lindi kuchele umeme uhakika. Habari katika ukurasa wa 4. Januari, JWTZ wako DRC kulinda amani si kupigana. Habari katika ukurasa wa 20. Madaktari 16 wafungiwa leseni, wahudumu 4 wafutiwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Bunge linatoa maagizo 15 RUWASA kutoa huduma bora. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yatakiwa kubaini tija, ufanisi, manufaa ya mikataba. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika mkandarasi aliyejenga kalavati bovu Kagera awajibishwa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Mpango agiza mipango kukabili tabia nchi. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumamosi ya leo. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe limeandika madaktari 10 watiwa kitanzi, 6 wasimamishwa kazi kwa kutofuata miiko ya kazi, wengine waonywa, wengine watiwa hatiani kumfanyia mgonjwa upasuaji usio na viwango uliosababisha ulemavu wa kudumu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili likiwa na nukuu ya rais wa MAT Dr. Deus Ndilamba akisema dunia ya sasa inataka mrejesho kwa wagonjwa. Ongea naye ili ajue tiba uliompa ni kwa nini. Usipofanya hivyo hizi kesi hazitaisha na sasa zinaanza kuwa nyingi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika daktari mbaroni kwa tuhuma za wizi wa vifaa ujenzi wa hospitali. Habari katika ukurasa wa 10. Mradi wa SGR waguswa ziara ya Duda. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bunge laitaka serikali ikomesha ukatili kwa wanawake watoto. Habari katika ukurasa wa 6. Chanzo kubadilika kwa utamaduni wa vyakula Kagera. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mahakama Kuu yatengua uamuzi wa Rais Samia. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mahakama Kuu imetengua uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan kumstaafisha kwa maslahi ya umma aliyekuwa ofisa sheria. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mahojiano maalum, ukweli ndoa MC Pilipili na hatima ya kanisa lake. Habari katika ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumamosi ya leo ni korti yatengua uamuzi wa rais ni kwa kumstaafisha utumishi DC, yaamuru arejeshwe kazini. Habari katika ukurasa wa pili. Bunge laibua ufisadi AICC. Habari katika ukurasa wa pili. Maeneo 6 kuzinufaisha Tanzania na Poland. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika Makonda atishia kushtaki mawaziri kwa utendaji mbovu. Habari katika ukurasa wa 3. Ufinyu bajeti wakwamisha ujenzi wa ofisi ya ubalozi. Habari katika ukurasa wa 4. Baroni kwa tuhuma za wizi vifaa vya hospitali. Habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele habari za michezo limeandika Yanga yapelekwa polisi Simba TRA. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Poland kuondoa bima ya mkopo utekelezaji mradi wa SGR. Rais Samia asema mkopo utasaidia kumaliza vipande vya Makutupola, Tabora na Isaka. Awakaribisha wawekezaji kutoka Poland kuchangia fursa uwekezaji sekta ya utalii. Tanzania na Poland kuimarisha zaidi ushirikiano
kwa kuanza safari za moja kwa moja. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mpango asema jitihada zinahitajika kutoa elimu magonjwa yasiyoambukiza. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yaishusha magari mawili hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili imeandika Makonda ateta na Wamachinga Iringa awataka kuwa na umoja. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga Jumamosi leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Linalo gazeti Mwanahabari lenyewe limeandika Tanzania Poland kufungua safari za moja kwa moja. Rais Samia asema zitachochea zaidi utalii kwa kuwa Poland inaongoza kuwa na watalii wengi. Awakaribisha wawekezaji kutoka Poland kuchangamkia fursa za utalii hususan ujenzi wa hoteli. Makonda, endeleeni kukiamini Chama cha Mapinduzi, afikisha salamu za upendo kutoka kwa Rais Samia wananchi wa Njombe, awakumbusha kuendelea kuithamini na kuipenda CCM maana ndio mwokozi wa kweli. Dr. Mpango atoa uelekeo vita dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Serikali yafikisha mtambo wa megawati 20 umeme mkoani Mtwara. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. 6 wafa maji kwa kutumbukia kwenye madimbwi Kilindi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari Jumamosi leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani lenyewe limeandika Gamondi aliamsha na Aziziki. Diara atua fasta kambini. Prisons pressure imepanda. Ijayo Yanga ni zidi ya Prisons, mchezo unapigwa Jumapili saa 10 jioni Sokoine Mbeya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Chama huyu ndio yule Prince Dube aendeleza rekodi kwa mnyama. Matokeo ikiwa ni Simba 1 Azam FC 1. Mechi ijayo ni Geita vs Simba, mchezo unapigwa Jumatatu tarehe 12 Februari CCM Kirumba Mwanza. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kadi ya Blue yazua gumzo. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Muda na siri nzito Azam. Habari katika ukurasa wa pili. Arsenal kuuza beki ili sajili. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti likiandika EPL leo Jumamosi ni Manchester City vs Everton, mchezo utapigwa saa 9:30 alasiri. Itihadi. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni chama yuko Simba Kirumba. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gamondi alia na washambuliaji. Masaka nje Twiga Stars. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nahodha Nigeria autataja AFCON 2023. Habari katika ukurasa wa 22. Februari 10 mshindi wa 3 ni DRC vs Afrika Kusini, mchezo unapigwa saa 12 kamili jioni. Finali ni Februari 11 Ivory Coast vs Nigeria, mchezo unapigwa saa 12 kamili jioni. Pata nakala yako ya gazeti Habari Leo ukurasa wake wa nyuma usome kwa ndani zaidi habari hizi za michezo na burudani. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Tanzania mwenyeji CHAN 2024. Waziri Ndumbaro athibitisha bungeni viwanja viwili kutumika. TFF yanena. Habari katika ukurasa wa 23. Chama ayoko Simba Dube bado mwiba. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Nahodha Nigeria analitaka kombe la AFCON 2023. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma habari za michezo na burudani. Gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenyewe limeandika Simba Azam FC hakuna mbabe, watoka suluhu ya 1-1 Kirumba Mwanza. Kurudi kwa Fabrice Ngoma kwaipa Simba matumaini. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Uvaji kinyago wa Augustin Okra wawavutia mashabiki. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti wa Machinga. Gazeti Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani limeandika dabi ya Dar es Salaam hakuna mbabe, Simba Azam watoka sare 1-1. Azizikia wasili kuongeza nguvu ya magoli Yanga. Yanga NMB waja na kadi maalum zenye bima za mamilioni. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Mwanahabari. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwako tuchagua.
Asante kwa kuwa nasi.